yeye ndo tunamtegemea katika familia. Naombeni Mama Samia, naomba unisikilize. Mimi mama mwezi, unajua uchungu wa watoto, unajua uchungu wa mzazi. Nakuomba Mama Samia, nakuomba unisikie mimi pamoja na familia yangu. Tunateseka. Mume wangu ndo alikuwa anatutafutia riziki. Watoto wangu wanatakiwa waende shule. Huyu hapa anatakiwa aende chuo. Mume wangu haonekani. Haonekani. Naomba nimsaidie. Ni ripoti za Jambo TV kutoka mkoani Singida, ambako tunaelezwa kwamba watu watatu wakiwemo viongozi wawili wa baraza la vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa maana ya Bavicha wameripotiwa kutekwa katika mazingira mawili tofauti mkoani Singida kwenye wilaya za Ikungi na Singida mjini. Akizungumzia matukio hayo, mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Singida Omar Athman Toto amesema tukio la kwanza limetokea Oktoba 3, 2025 majira saa 12 jioni wilayani Ikungi, likimhusisha mwenyekiti wa Bavicha kata ya Ikungi Hamisi Isa Kaudo anayejishughulisha na kazi ya uchomeleaji vyuma. Imeelezwa kuwa Kaudo alipigiwa simu na watu waliodai kuwa maafisa wa halmashauri ya wilaya Ikungi na kwamba afike kwenye ofisi za halmashauri hiyo kuna kazi ya kufanya, na ndipo akamchukua bodaboda anayeitwa Paulo Mtui, ambapo kwa pamoja walielekea kwenye eneo tajwa kwa ajili ya kwenda kuonana na watu hao. Tukio la pili pia limetokea Oktoba 3, 2025 majira ya saa 1 usiku Singida mjini, likiwa linamhusisha mwenyekiti wa Bavicha ngazi ya jimbo Everest James Ramadhan, ambaye ni dereva wa pikipiki ya magurudumu matatu kwa maana ya bajaji, ambaye inadaiwa kuwa alipigiwa simu na watu waliotaka kuonana naye, ndipo alipotoka kwenda sehemu waliokubaliana kuonana, lakini tangu hapo hadi sasa haijulikani alipo. Mimi naitwa Omar Athman Toto, ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Ikungi, vile vile ni mwenyekiti wa mkoa wa Singida wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kuna taarifa ya kusikitisha sana kwenye mkoa wetu wa Singida, hususan jimbo la Singida Mashariki. Nahitaji kutoa taarifa kwa umma ya kwamba kuna utekaji uliofanyika tarehe 3 mwezi wa 10 2025, na huo utekaji umefanyika kwenye mazingira mawili tofauti. Utekaji wa kwanza, ametekwa kiongozi wetu anayejulikana kwa jina Hamisi Isa Kaudo majira ya saa 12 jioni. Ndugu Isa Hamisi Kaudo, ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha kata ya Ikungi, anayejishughulisha na kazi za kuchomelea madirisha, mageti na mambo mengine ya nyumba, alipigiwa simu na watu waliojitambulisha kama ni wafanyakazi wa halmashauri yetu ya wilaya ya Ikungi. Baada ya kupigiwa hiyo simu na hao watu waliojitambulisha ni wafanyakazi wa halmashauri ya wilaya ya Ikungi, kwamba aende maeneo ya halmashauri ya wilaya ya Ikungi, kuna kazi ya kwenda kufanya. Baada ya kupata taarifa hiyo, ilibidi amchukue bodaboda wa hapa Ikungi anayeitwa kwa jina la Paulo Wenceslaus Mtui kwa ajili ya kumpeleka huko halmashauri ili kwenda kuonana na hao watumishi. Baada ya kutoka na huyo bodaboda, walifika halmashauri, na mimi nielezea halmashauri kwa sababu mimi nilikuwa diwani na nimefanya kazi hapo toka mwaka 2015 mpaka leo. Kwa hiyo nayajua vizuri sana yale maeneo ya halmashauri. Kwa taarifa tulizopewa,
aliitiwa akaelekezwa aende geti la chini. Manake pale kuna mageti mawili. Kuna geti kubwa ambalo ni la kuingilia liko mbele, na kuna geti lingine ambalo liko jirani na ukumbi wa halmashauri, liko huku chini. Baada ya kufika kwenye lile eneo, alikuta ghafla kuna gari Land Cruiser double kibini nyeupe. Alikuta imeegeshwa kwenye maeneo hayo. Baada ya kufika kwenye maeneo hayo, walishuka watu 5 ambao walikuwa na silaha. Kwa hiyo walishuka mara moja, walienda kuwazingira hawa ndugu wawili, Kaudo na bodaboda mwenzake, na kuwakaba. Baada ya kuwakaba, waliwaingiza kwenye gari lao kwa nguvu. Wakati wanahangaisha kuwaingiza kwenye gari lao kwa nguvu, Bwana Kaudo alipambana sana kwa ajili ya kujisalimisha. Katika mapambano hayo, mlinzi wa halmashauri alitokea upande mmoja wa geti na kuja kuangalia nini kinachoendelea. Alipofika hapo, alikuta zile purukushani zikiendelea. Nasikia kwa mashuhuda walihoji, kwa nini mnamkamata huyu bwana kwa nguvu, manake ni mtu tunayemjua. Walisema wao ni polisi, wanahitaji kumuingiza kwenye gari ili wampeleke kituo cha polisi kwa mahojiano zaidi. Kuanzia walipomuingiza kwenye gari, walimchukua na huyu kijana wa bodaboda. Waliondoka haraka na kutokomea kusikojulikana. Inasemekana hata hiyo bodaboda waliokuwa nayo alishuka katika mtu mmoja kwenye kundi la watu 5, alianza kuiendesha kwa kuifuata hiyo gari. Sasa kwa vile yalikuwa ni majira ya saa 12 na maeneo ya halmashauri inapofika saa 12, watumishi wa halmashauri huaga wanaondoka kwa namna ninavyoifahamu halmashauri. Kwa hiyo ilionekana wale watu wametengeneza mazingira tu ya kumwita na kwenda kumteka. Kwa hiyo ametekwa toka juzi saa 12 mpaka hapa tunavozungumza, hatujapata taarifa yoyote walipo ndugu zetu. Tumepeleka taarifa jeshi la polisi, manake tulijua labda wamepelekwa hapo, na jeshi lilisema wale watu hawajapelekwa hapo na wala hawajui waliowateka. Hilo ni la kwanza. Kuna tukio la pili ambalo limefanyika tarehe 3. Kuna kijana mwingine anayejulikana kwa jina la Evaristi James Ramazani. Vile vile huyu ni mwenyekiti wetu wa Bavicha ngazi ya jimbo. Yeye ametekwa akiwa manispaa ya Singida mjini. Alipigiwa simu na watu waliojitambulisha ni rafiki zake, manake yeye anajishughulisha na kazi ya bajaji, ni mwendesha bajaji. Aliitwa saa 1 jioni. Alipoitwa saa 1 jioni, akaenda akijua wale ni rafiki zake wanayefanya shughuli za bodaboda. Baada ya kuwafuata, alienda akachukuliwa, na yeye toka juzi saa 1 simu zake hazikupatikana na wala hatukupata taarifa. Jana tumeenda polisi, tumetoa taarifa, wamesema wanaendelea na kushughulika na upelelezi walipo. Sasa mkoa wa Singida kwa ujumla tarehe 3 wametekwa watu 3. Waikungi hapa saa 12 kasoro jioni, na Wasingida mjini ni saa 1. Na watu hawa mpaka hapa tulipo hatujapata taarifa yoyote walipo watu wetu. Na hawa watu ni raia wema kabisa, sio watu ambao tunaweza tukasema wanaweza wakawa na migogoro na mtu yoyote. Ni watu ambao wanajishughulisha na vishughuli vyao vidogo, sio wafanyabiashara wakubwa ambao unaweza ukasema labda kuna madeni, kuna kitu gani na kile. Yaani kwa mfano huyu Kaudo anafanya kazi ya kuchomelea. Kazi ya kuchomelea ni kazi ya ufundi tu ambao haina mtaji wowote. Na kwa hapa Ikungi hakuna mtu yoyote anemdai hata shilingi 100. Kwa hiyo mpaka sasa watu hawa wamechukuliwa, hatujui waliko. Lakini tabia hii tumeendelea kuisikia kwenye mikoa mingine. Sisi kwetu Singida ilikuwa haijaingia.
hata mara moja. Ni hatua ya kwanza sisi kupata taarifa hii. Kwa hiyo tunapaza kauli kwa umma wa Tanzania waweze kupokea taarifa hizi, ili sasa waendelee kutusaidia. Kama kuna mahala wanaweza wakaonekana, waweze kutupa taarifa. Hilo ni la kwanza. La pili, tunatoa wito kama chama ngazi ya mkoa, wilaya, jimbo, kata, matawi mpaka msingi, waweze kupokea taarifa hii. Manake tunaonekana tunakoelekea ni giza, hakuna anayeona mwanga mbele hata kidogo. Manake haiwezekani hawa vijana wetu ambao ni nguvu kazi ya taifa wakapotezwa kwenye mazingira ya kutatanishi. Mwisho, tunahitaji tumpe taarifa OCD, RPC, IGP kutoka hadharani na kueleza umma wa Tanzania dhidi ya matukio haya ya utekaji yanayoendelea hapa nchini bila ya kuwa na taarifa zozote. Hapa tunazungumza, huyu ni mke wa Kaudo na hawa ni watoto wake. Tahitaji watoe kauli hata moja. Saizi wapo tu nyumbani hapa wanalia. Huyu alikuwa ni baba wa familia, watu walikuwa wanamtegemea, na wale wengine wawili. Kwa hiyo ni jambo la hatari sana. Mwisho niseme, kwa sababu hao wote waliotekwa ni viongozi wa Chadema, nitoe wito kwa viongozi wa Chadema na wanachama nchi nzima, tuishi kwa tahadhari, kwa sababu haya yanaendelea yanaonyesha yanaendelea kwa sisi viongozi wetu. Hatujajua makusudio ya hawa watekaji. Nitoe wito waishi kwa tahadhari sana na wajilinde kuanzia muda huu mpaka tarehe 29. Baada ya kusema hayo, naomba hizi taarifa zichukuliwe na vyombo vya ulinzi na usalama. Kufuatia uwepo wa taarifa hizo, Jambo TV imezungumza kwa njia ya simu na mkuu wa wilaya ya Ikungi, Thomas Abson, kuhusiana na tukio la kwanza, ambapo amekiri kupata taarifa hizo na kueleza kuwa tayari vyombo vya ulinzi na usalama na serikali kwa ujumla wake ngazi ya wilaya na mkoa vimeanza uchunguzi wa jambo hilo. Licha ya kueleza masikitiko yake kutokana na tukio hilo, amesema watekaji huenda wamefanya hivyo kwa lengo la kuchafua taswira ya serikali, jambo ambalo alikubaliki, na kwamba yeye mwenyewe akiambatana na kamati yake ya ulinzi na usalama ngazi ya wilaya wamefika nyumbani kwa Kaudo ili kuzungumza na familia hiyo na kueleza hatua ambazo serikali inachukua. Pokea kama uhalifu wa aina yoyote, na tangu jana tumepata taarifa uchunguzi umekuwa unaendelea, na tumekutana na familia leo na baadhi ya wajumbe wenzangu wa kamati ya usalama, na tumewaahidi usio na wasiwasi, serikali iko kazini. Tuendelee kushirikiana na wenzetu wa vyombo vingine vya nje ya hapa na hapa kuhakikisha kwamba tunampata. Mkoa pia unatusaidia na sisi tuendelea kumtafuta huyo mtu. Lakini niseme tu sijui huyo utekaji ulikuwa ni gani. Nadhani yao ilikuwa pia kuchafua serikali, kwa sababu hata ungekuwa wewe unataka kufanya uhalifu, mimi sio mhalifu sijui, lakini kwa akili ya kawaida tu, yaani uende katika eneo linalohusishwa na wewe kama serikali, kateke mtu ikamuite kwenye jengo la serikali, iwe na gari linalotumika na serikali, aingia akilini. Kwa sisi tunaamini tunaendelea na uchunguzi, lakini tunaamini kama ni utekaji wa kweli au sio kweli, tunaendelea na uchunguzi kubaini haya. Lakini tunajua nia ya kuichafua serikali katika kipindi hiki ambacho cha uchaguzi na kura zinakaribia kupigwa, tunahakika hili hatuna hakika, lakini nahisi kuna uwezekano kabisa kwamba kuna nia ovu ya kuichafua serikali. Tuna imani tutampata huyu kijana, tunaendelea kuhangaika. Timu ziko kazini kwenye wilaya yangu, lakini pia mkoa unatusaidia. Siwezi kueleza detail zaidi za uchunguzi unaofanyika, lakini kifupi serikali inachukulia hili jambo kwa uzito mkubwa na inaendelea kufuatilia kwa njia mbalimbali ambazo hatuwezi kuzitangaza za kufanya uchunguzi na kuweza kumpata mhusika. Unasema ulienda kwenye, kwa maana yake ulitembelea ile familia? Nimekwenda, leo nilikuwa na kamati ya dharura ya usalama ya wilaya ili tupate mrejesho kwamba tangu uchunguzi umeanza jana tumefikia wapi. Imeonekana bado pia pata chochote, lakini tunaendelea.
Basi na mimi nilisikia walienda polisi wa ndugu, nikamwambia mimi hata usingeenda nilikuwa lazima wakasikie kutoka kwangu kwamba najua serikali iko pamoja na wao, inawapa pole, lakini pia serikali hailali sasa hivi. Huwa hailali siku zote, lakini jambo hili tunalichukulia kwa uzito mkubwa na tunaendelea kulifanyia uchunguzi, ambao kwa bahati mbaya sana tuwezi kueleza njia za kuchunguza, lakini tuko kazini tunaendelea kuchunguza tuweze kuja tafikia wapi. Kwa namna ambavyo ilivyo kwenye wilaya yako, hili ni tukio la kwanza ama kuna historia ya matukio ya namna hiyo? Tangu nimekuwa mkuu wa wilaya hapa mwaka 2023, sasa hivi nakwenda karibu miaka 3 kama nitafika Januari. Hakujawahi kuwa na matatizo. Hata uhusiano wa serikali na wananchi wake haujawahi kuwa na matatizo. Haujawahi. Hata ukija huko kauliza, tena wenyewe wananchi wamesema pale nilipokwenda kuona kwa familia nzima ya watu wengi sana. Na sasa tunajua huko muda mrefu hapa tuye kusikia ya mambo. Kama tu tunashangaa labda ndio mambo yenyewe uchaguzi. Kuna watu wanaona tafuta namna ya kuichafua serikali kwa sababu hata tukio lenyewe na serikali imefanyika kwenye jengo nje, sio ndani, nje ya uzio wa jengo la halmashauri kuu ya wilaya. Nikasema hakuna haja kawaida ya mambo haya. Tangu nimekuwa DC hatujaikuwa kabisa na matukio ya watu kutekwa katika ndani ya wilaya Ikungi. Nikasema inawezekana kabisa tunategewa tuchafuke kama serikali kupitia ile tukio. Na si kuna wilaya nyingine kumetokea hivyo hivyo. Sikia shuko Pembe sio hapo, sina hakika sana. Kwa basi sisi tukasema kwa nini washukuru wananchi wenyewe wamesema hivyo, hawajazoea matukio haya, na nilikuwa mimi DC siku zote hizo na kwenda karibu mwaka wa 3. Kwa nini sasa hata mwaka jana tulikuwa na uchaguzi, hakukuwa na matukio ya watu kutekwa. Mwaka jana uchaguzi moto kabisa wa serikali za mitaa, hakuna mtu aliyetekwa. Tulimaliza vizuri kwa amani, hakuna aliyeuawa. Sana tu serikali ndio ilikuwa muathirika. Kuna ofisi 3 za vijiji zilichomwa moto. Serikali ndio ilikuwa muathirika, lakini hakuna wananchi ambao labda walikamatwa wakafungwa au nini. Labda wale waliokuwa wanafanya fujo za kupiga wasimamizi wa uchaguzi na vituo. Kuna watu walifanya fujo kidogo. Sasa hata ungekuwa wewe kwa nafasi yangu, mtu aje apige mtu na wewe DC unafahamu, polisi unafahamu, utamwacha kweli? Sasa navunja sheria ya nchi. Lazima yule mtu akamatwe au jiwe. Ulikuwa unapigia mtu au ulikuwa unajitetea au vitu kama hivyo. Lakini inaonekana alikufanya kosa la kupiga watu na mshahidi wapo. Na kesi zilikwenda mahakamani. Kwa hiyo zaidi ya hapo hakuna watu wamekutekwa hata siku moja. Kwa kwetu wenyewe tulikuwa na mshtuko sana. Ndio maana hata leo Jumapili wote tulikuwa kazini na nimeona familia. Nashukuru wenyewe wanasema haya mambo hayajazoeleka katika wakati wangu huu. Nadhani hata wakati wenzangu waliopita sijui sio kufuatilia, lakini kwangu haijawahi kutokea. Ndio imetokea ya kwanza. Okay, una wito gani sasa kwa wanaikungi ambao inawezekana kitu hili likawatengenezea tension ya nidhamu ya woga na vitu vingine kama hivyo, hasa wakati ambao tunaelekea kwenye uchaguzi? Wanaikungi waondoe shaka. Tunaimarisha doria sasa. Zilikuwa zinafanya kazi doria, sio kama zilikuwa zifanye kazi. Lakini unajua inapotokea jambo jipya tunabadilisha namna ya kuichunga wilaya. Ndio. Kwa tunaongeza hizi doria, lakini nao waangalie hii safari za giza usiku, kama mtu mjue na kuita nini, kama ilivyotokea ile mtu ameitwa na mtu ambaye hamjui katika namna ya kiaji. Na kazi za serikali kawaida huwa zina tangazo tenda, unaomba kupitia mfumo wa NeST. Sasa mtu anakuita tu kuna kazi hapo njoo mara moja. Vitu kama hivyo ajiridhishe sana kabla ya kwenda katika matukio kama haya. Kunaweza kuwa na wahuni tu, saa nyingine na ugomvi na wewe akakutumia ujanja wa kuvutia, kwa sababu aliyepotea huyu ni mjenzi kawaida, unajua mambo ya kuchumilia grill haya na kadhalika. Kwa alivutiwa kwenye kazi na mtu anataka pesa, lakini hakuwaza kwamba serikali na mfumo yake kutafuta nani ya kuita watu kwenye ajira, na huwa hatuiti kumpigia mtu simu. Kwa hiyo watu wanatahadhari sana na hizi simu ambazo hawamuelezi mtu, ni vizuri wakajiridhisha. Na hasa ikiwa jioni au usiku. Nadhani ilikuwa jioni. Ingawa baadhi ya watu waliona hilo tukio, lakini wajue tu kwamba tunaimarisha ulinzi wao. Tutapambana kwa chopo cha jeshi la polisi, migambo na kadhalika. Tutapambana tuimarishe ulinzi huo, lakini hatuwezi kuwa kila sehemu wakati wote. Kona wajiangalia, hata kutembea usiku
Kama una sababu maalum, tunataka wajitahidi kukaa majumbani, watulie. Lakini vile vile kipindi cha uchaguzi watu wanatafuta sababu zote za kuvuruga uchaguzi labda. Lakini pia usikubali kukutana na stranger, mtu usiyemjua akakushawishi labda tuende sehemu fulani hivi, je kumuona, je kumsikia, simu ya mtu umjue na kwamba tukutane hivi. Watu wajitahidi kujiridhisha kwanza. Unaweza kwambia hata tukutane pale ofisi ya mkuu wa wilaya au jeshi la polisi, basi ujue ukweli huyo mtu, uanze kutania maeneo haya. Kama unamjua sawa, kile mtu umjue na kuita tu mara moja. Of course wanao walitumia ujanja, walimuita huyo mtu kwenye jengo la serikali, japo walikutania nje, sio ndani ya ofisi wala sio ndani ya uzio wa jengo. Kaamini nao ni watu wa serikali. Nasikitisha kweli na umizo, lakini ndio imetokea, sisi tuendelea kuifanyia kazi. Nikushukuru sana Mheshimiwa DC. Asante sana kaka. Tuko pamoja. Kama tutakuwa na chochote basi nitakupigia ili tupate update. Amna shida. Karibu. Asante sana. Jambo TV pia imemtafuta kwa njia ya simu kamanda wa polisi mkoa wa Singida, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi SACP Amon Kakwale, ili kujua kama endapo ofisi yake inafahamu uwepo wa matukio hayo na hatua iliyofikiwa na jeshi la polisi kuhusiana na matukio husika. Hata hivyo, amemtaka mwandishi wetu kufika ofisini kwake ili kupata taarifa zaidi. Nzuri za kwako? Salama bwana, mimi naitwa Raidhani, mwandishi wa Jambo TV Dar es Salaam. Ndio. Kupigia ili kuangalia kupata ufafanuzi tu wa jambo moja hivi. Ndio. Kuna hii taarifa ya kutoweka kwa hawa vijana Hamisi Isa Kaudo wa Ikungi pamoja na Everest Ramazani wa huko wa Singida mjini. Sijui kama unazo. Fika ofisini tutakupa taarifa ya maandishi. Ila ipo hii taarifa. Nasema fika ofisini tutakupa taarifa ya maandishi. Kama una mwakilishi wako njoo. Asante. Jambo TV inaendelea kufuatilia zaidi kuhusiana na tukio hilo na itakuletea taarifa zaidi kuhusiana na kile ambacho kimejili kutoka kwenye mamlaka husika.